Kocha, kwanza habari za wakati huu? Salama kabisa. Bila shaka unaendelea vizuri? Alhamdulillah, nashukuru Mungu. Sijui. Bana kocha, hongera kwanza kwa kutoa tuzo ya kocha bora wa mwezi. Nashukuru sana bwana. Bila shaka hii haikuwa rahisi kwa upande wako. Mimi niseme ni Mwenyezi Mungu na nipongeze tu. Hii tuzo ni ya sisi sote staff, wachezaji, kwa maana ya kazi ambayo tumekuwa nayo kwa mwanzo wa ligi. Na bila shaka limekuwa ni jambo jema pia kwa upande wako na timu nzima JKT Tanzania baada ya matokeo mazuri mwanzoni mwa msimu. Umeanzia ugenini na ukatoka sare na baadaye ukaenda kupata pia matokeo ugenini dhidi ya Coastal Union, na nyumbani pia umepata sare. Hizi mechi zote zimekutengenezea taswira gani kwenye ligi msimu huu? I think ni good kwa maana jinsi ambavyo tumestart, lakini hatupaswi kubweteka kwa maana ya hichi ambacho kimetokea. Tunahitaji kuwa focus zaidi na kutulia na kujua sasa nini ambacho tunatakiwa tuendelee, kwa sababu tuna kazi kubwa sana hapo mbele kuliko hii ambayo tumefanya. Hichi kilichotokea ni chachu ya kutumika sisi sasa kuwa focus zaidi na kujua nini ambacho tunapaswa kufanya kwenye ubora wake. Pengine hii ilikuwa ni taswira tofauti kwa watu wengi na wadau wa mpira baada ya kuondokewa na baadhi ya nyota wako ambao walikuwa ni regular starter kwenye kikosi chako. Yakubu Suleimani, mlinda mlango namba 1 wa timu ya taifa Tanzania, alikuwa chini yako, lakini pia Wilson Nangu na wachezaji wengine ambao waliondoka. Pengine watu waliwaza kufikiria labda Ahmed Ally atafanya nini sasa kuelekea msimu na baadhi ya nyota wake muhimu wameondoka. Kwanza mimi niseme ni good opportunity kwao, ni good motivation kwa wenzao ambao walibaki na ni nzuri kwa club hata kwangu mimi. Lakini kitu ambacho kama mwalimu naamini ni kuwa na wachezaji ambao wote ni muhimu. Wachezaji wote ambao walikuwa JKT ni muhimu, pamoja na wao kuwa wameondoka. Niseme kwa nini nasema hivyo, wao ni kila mchezaji anakuwa ni muhimu, sio wachezaji special tu kwa maana wachezaji fulani kwangu wanakuwa hao. Hapana. Najitahidi sana kuweza kuwaweka wachezaji wote kuwa kwenye ubora ambao hata leo mmoja atakapokuwa hayupo, basi sisi wengine tutabaki kwenye momentum ile ile. Cha msingi ni kushukuru kwa hicho ambacho kimetokea. Kwa hiyo kikubwa ambacho naanza nikasema kila mchezaji JKT alikuwa ni muhimu. Hivyo hata kama wangekuwa wao wanaumwa, labda wajaondoka kwenda hiyo timu, kwa maana sisi bado tungeendelea kwenye ule ubora ambao tunatamani kuwa nao, ila wao hata kuwepo kwa maana ya labda wanaumwa ama injuries ama homa ya kawaida. Kwa hiyo kitu kikubwa mimi pamoja na staff ni kujitahidi kuboresha wachezaji wote kuwa kwenye ubora ambao wanaweza kucompete hata kama hata kuwa fulani hayupo, wasiwe tegemezi. Tumejitahidi kuweza kujenga timu ya namna hiyo. Watu wa mpira wanamtaja Ahmed Ally kama mwalimu mwenye mbinu nyingi zaidi uwanjani, na mechi 2 mfululizo anapata matokeo dakika za jioni, yani mechi ya Mashujaa Paul Peter Kasunda, mechi ya Azam FC Paul Peter Kasunda dakika za jioni anachomoa. Nini ambacho kinakuja kichwani kwa Ahmed Ally hasa dakika za jioni mechi kinaelekea ukingoni? Kwanza kikubwa mimi niseme I'm happy, I'm proud, sio kwa sababu ya matokeo ya muda wa mwisho, lakini hakuna mechi ambayo unaweza kuiandaa mwalimu kwamba itakapofika dakika 45 basi tuwe tumemaliza mechi. Hapana. Mechi inaisha pale ambapo mwamuzi atakuwa amesema, amepuliza filimbi kwamba hapa ndo mechi inaisha. Kwa hiyo we need kuwa na ile fighting spirit, winning mentality ya kuwa kwamba okay, tunaweza tukafight mpaka mwisho wa zile 90 minutes ili tuone nini ambacho Mwenyezi Mungu anakuwa ametujalia kulingana na kile ambacho tunakuwa tumejiandaa nacho. So inaweza ikatokea matokeo siku nyingine tukashinda mapema tu, na siku nyingine tukachelewa kama hivi ambavyo tumechelewa, na siku nyingine tukashinda kwenye muda wa katikati. Kwa nimejaribu kama mwalimu kutengeneza good mentality kwa wachezaji, mimi pamoja na staff, kuona jinsi gani ambavyo tunaweza tukaiendea game kwa minutes na minutes, zaidi labda 20 minutes au 25 minutes, nini ambacho tunapaswa kufanya. Lakini hichi ambacho kimetokea duniani, kwenye mpira wote duniani zilishatokea, sio kwa maana labda leo JKT ndio kimekuwa ni kitu kipi. Hapana. Cha msingi ni kuona sasa jinsi gani ambavyo tunaweza tukaset up our mind. Kama kuna game ambayo tunaweza kuona iko mikononi mwetu, basi tuweze kuimaliza mapema. Na yote nipongeze wa vijana kwa hicho ambacho kimetokea, lakini sio kazi rahisi. Sawa kocha. Sasa kwa hili la mwisho ambalo pia pengine ikikupendeza unaweza kashiriki nasi kwa kutujibu. Kuna taarifa zilikuwa zinaenea mitandaoni kuhusiana na wewe kutakiwa na moja kati ya klabu kubwa hapa Kariakoo, na hii zilikufikia taarifa na zikoje? Mimi niseme labda na mimi na wenyewe naona kama hivyo ambavyo umesema, nasikia kama hivyo ambavyo unapia. Kwa sasa mimi naamini siko tayari kuongelea timu nyingine kwa sababu mimi niko JKT. Sio vizuri, yani sio vizuri kuongelea timu nyingine. Kama utafika wakati huo na kama itakuwa hivyo ambavyo
watu wanasema, basi tunaweza nikaliongelea, lakini kwa sasa naamini sio kitu kizuri kuongelea. Na ilitajwa kwamba unatakiwa kuwa kocha msaidizi, lakini msimamo wako ulikuwa ni kubaki kocha mkuu. Mimi nafikiri ni tetesi na rumors ambazo zilikuwa kama hivyo ambavyo wewe unaniuliza. Mimi sijapatwa na kiongozi yoyote ama klabu yangu ambao inanipa ugali kwa vijana wangu haijapatwa, haijaambiwa chochote. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tulikuwa tunaona kwenye media, tunaona kwenye mitandao tofauti. Kwa hiyo sidhani kama tunaweza tukakaa discuss au kuliongelea hilo. Even kama litakuja, basi itakuwa kwa huo muda wake kuongelea. Kwa hiyo wewe huwa unaziona hizo? Naona tu kama hivyo ambavyo wewe ndugu yangu unaona. Basi tukushukuru sana Ahmed Ally. Okay, asante sana.